Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niendelee na ile somo la jana ambalo pia tumekuwa tumejifunza kitu cha mfungo. Mungu akawa ananisemesha juu ya kuendelea na hilo somo katika eneo lingine tena, katika kipengele kingine, ili somo la mfungo wa siku 40. Lakini leo anataka kutuchukua katika kitu kingine tena. Natamani tuendelee na hili somo ambavyo Roho Mtakatifu ametaka tuendelee nalo tena kwa namna nyingine. Kuna kitu Mungu ametaka tujifunze, na katika hatua nyingine, baada ya kujua sasa hiyo mifungo ya aina hizo, kujua hiyo mifungo kwamba kuna aina 3 za mifungo. Kuna mfungo wa kualikwa, wa mwaliko, na mfungo wa kwenda kujidhihiri mbele za Mungu au mfungo wa kujimimina mbele za Mungu, na kuna mfungo wa kutafuta uso wa Mungu. Sasa katika mifungo yote hii ambayo tumeangalia jana kwa sehemu kidogo, Mungu ametaka tuendelee katika hatua nyingine tena juu ya mifungo hiyo hiyo ambayo Mungu ameendelea kutufundisha jana. Leo tena Mungu ametaka tuendelee, lakini kwa picha nyingine, katika eneo kidogo, kwa dakika chache ambazo Mungu anataka tuendelee nalo ili somo. Ninaomba niombe kabla sijaendelea na ili somo kwa dakika chache. Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe unaishi. Asante kwa sababu wewe ni mtakatifu. Mungu ambaye umetupa nafasi, umetupa neema Mungu ya kuwa na zamu hii tena Bwana, kwa ajili ya kuendelea na somo letu Mungu katika eneo Mungu lile la mfungo wa siku 40, ambapo Mungu jana umetufundisha kwa sehemu ya mifungo ya aina 3 Bwana. Tena leo Mungu umetaka kutupa kitu kingine Bwana. Yesu Kristo, ninaomba damu yako Yesu ihusike ikasimame nasi Bwana. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa damu yako Yesu. Asante kwa jina lako Yesu, kwa sababu wewe ni Bwana na wewe ni mwaminifu unayeishi sasa na hata milele Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Mungu ametaka tuangalie katika eneo la ukiwa ndani ya mfungo, kuna changamoto ambazo unakutana nazo ukiwa katikati ya mfungo. Katikati ya mfungo, changamoto unazokutana nazo, maamuzi yako yanampa Mungu utukufu au hayampi Mungu utukufu? Hicho ndio kichwa cha somo. Katikati ya mfungo wa siku 40 au wa siku 3 au wa siku 7 au wa siku 21, changamoto unazokutana nazo, maamuzi unayoamua yanampa Mungu utukufu au hayampi Mungu utukufu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie katika kitabu kwanza cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa 8. Mathayo mlango wa 4 tutaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Mathayo mlango wa 4 mpaka mstari wa 8 tutaendelea, lakini pia tutaendelea kusoma na vitabu vingine tena ambavyo Mungu atatupa. Kumbuka nimesema kichwa cha somo ni ukiwa katikati ya mfungo wa siku 40 au siku 7 au siku 21 au siku 3, changamoto unazokutana nazo katikati ya mfungo, maamuzi unayoamua yanampa Mungu utukufu au hayampi Mungu utukufu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa natamani tuendane na mimi katika kitabu hiki cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa kwanza hata wa 8. Neno la Mungu linasema, Mathayo 4 mstari wa kwanza mpaka wa 8 anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akawa na njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua, mstari wa 8, kisha Ibilisi akamchukua
mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Mstari wa 9 anasema, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Mstari wa 10 anasema, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mistari hii ambayo tumesoma, umeona kuna jambo ambalo Mungu anataka tujifunze na tulitazame kwa picha ya tofauti sana. Kwa nini Mungu anataka tujue katika hii mistari? Mstari wa 1 mpaka mstari wa 10. Mwanzoni nilikwambia mstari wa 1 mpaka wa 8, lakini mstari wa 1 mpaka wa 10 unaona Yesu yupo kwenye mfungo wa siku 40. Neno la Mungu linasema Shetani, Ibilisi akamchukua ili amjaribu. Anasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Kwa sababu mstari wa 2 anasema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kwa hiyo katikati ya kufunga Yesu alikuwa anaona njaa. Katikati ya mfungo Yesu aliona njaa. Sio kwamba wakati unafunga hautasikia njaa, utasikia njaa, lakini njaa ikija, maamuzi juu ya njaa inayokuja au juu ya sauti unayosikia, sauti ya njaa unayosikia, unaamua nini wakati sauti ya njaa inakuja katikati ya mfungo, na hasa ukiwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona katika mstari wa 2 anasema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Na ule mstari wa 3 anasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Katika mistari hii miwili nataka nikupe tafsiri ambayo ipo hapa. Mstari huu wa 2 anasema akaona njaa. Kwa hiyo ndani yake Yesu kwanza, kabla ya mjaribu kuja akaona njaa. Kwa nini aliona njaa? Kwa sababu alivaa mwili kama kawaida, alivaa mwili ambao na mimi nimevaa mwili kama wewe ulivyovaa mwili. Mwili huu ambao una udhaifu ndani yake, kulikuwa na shida ya kusikia njaa. Mwili, kwa sababu mwili una udhaifu, mwili unakupungua, mwili unakuhitaji, mwili unakutaka kupokea kitu ambacho ungetaka kukipokea. Kwa hiyo Yesu, kwa sababu alivaa mwili ndani yake ukampelekea, sio Shetani, ni mwili uliompelekea. Kwanza jaribu lilianza ndani ya mwili wake kabla ya Shetani kuja kumjaribu na maneno, kwa sababu Shetani alimjaribu na maneno, lakini mwili wa kwake Yesu ulimjaribu kwanza kwa kuona njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili tu wa Yesu wenyewe ulimpelekea Yesu kuingia kwenye jaribu la kusikia njaa. Akaona njaa, ile tu njaa ambayo ilikuwa Shetani hakuhusika hapo, ila Shetani alitumia nafasi ya njaa, alipotumia nafasi ya jaribu la mwili kutumia kama kuongeza tatizo, kwamba je, katikati ya njaa alionayo Yesu, katikati ya mwili mwili unahitaji chakula, mwili unahitaji ndoa, mwili unahitaji uzao, mwili unahitaji uchumi mzuri. Katikati ya uhitaji huu kitu gani ambacho ninatakiwa kukifanya ili Mungu atukuzwe au Mungu asitukuzwe? Na Shetani alijua. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alijua kabisa kwenye mwili huo. Shetani hakumpelekea Yesu njaa, ni mwili ambao Mungu ameuumba. Kwa hiyo kitu cha kwanza, ukisoma kitabu kile cha Yakobo mlango wa 4 kuanzia mstari wa 1, wa 2 hata wa 3, Biblia inasema vita inatoka wapi? Neno la Mungu linasema vita inatoka wapi? Si humu katika viungo vyenu, mnaua na kuona wivu kwenye viungo vya mwili. Kwa mwili kwanza, jaribu la kwanza lilikuwa ni mwili. Yesu tu ile tu kwamba alipokuwa anaanza kufunga, ukianza tu kufunga, jaribu la kwanza kabisa litakalokuwa linakusumbua sio kitu unachokiona mbali, sio watu walioko mbali, sio vitu ambavyo viko nje yako. Jaribu la kwanza litaanza kwanza kwenye mwili. Mwili wa kwako ndio utakupelekea kwenye jaribu kwanza unaweza kukupelekea maswali mengi, kukawa na kila aina ya sauti, mwili ukaongea sauti nyingi. Kwa nini? Kabla watu hawajaongea, jaribu la kwanza linaanzia kwako kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone kwamba
Kwa hiyo unaposema unaingia kwenye maamuzi ya kufunga, kwanza lazima ujue kwanza, mjaribu wa kwanza wa mfungo wa kwangu sio shetani, sio ndugu nilionao, sio watu waliopo karibu, sio vitu ambavyo nilivyo navyo, sio nguo ninazovaa, sio chakula ambacho wamepika nimekiona, sio kwamba sauti nimesikia harufu ya sauti nzuri ya chakula, ni kwa sababu jaribu la kwanza kabisa litaanza kwenye mwili. Kitu cha kwanza kabisa utaanza kukuwekea maswali ya kwanza, una uhakika na kwamba tunaweza tukafunga siku 40? Mwili ndio utaanza kukuuliza maswali, sio watu. Kwa hiyo watu watakapoanza kukuuliza maswali, hawatakuuliza maswali ambayo yanatoka nje, watakuuliza maswali yanayotoka ndani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Watakuuliza tatizo, watakuuliza jambo ambalo liko ndani yako, watakuuliza shida iliyoko ndani yako, watakuuliza furaha iliyoko ndani yako, watakuuliza huzuni iliyoko ndani yako. Hawatakuuliza huzuni ambayo iko nje, watakuuliza iliyoko ndani yako kwanza. Na ndiyo maana shetani alijua kwenye mstari wa 3, shetani alijua kabisa Yesu anasikia njaa. Anasema mjaribu akamjia akamwambia, baada ya tatizo la njaa, tatizo la mwili kuanza mjaribu akaja akatumia nafasi, akatumia upenyo wa njaa ile, akatumia upenyo wa tatizo la Yesu kusikia njaa, ndio shetani akaanza kutumia upenyo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usifikiri shetani atatumia kitu kingine, shetani atatumia kitu kilichomo ndani yako. Kumbuka masomo yale machache ambayo tulikuwa tunajifunza huko nyuma, yale ya kuhusu madhabahu ya ndani, kuhusu urafiki wa mtu na Mungu, kuhusu kumjengea Mungu madhabahu, kuhusu ibada ya ndani. Unaona yale masomo yote tulikuwa nazungumza tatizo lilikoanzia. Tatizo halikuwa nje. Tatizo la Adamu na Eva halikuwa nje. Tatizo la Adamu na Eva lilikuwa ndani. Tatizo la shetani kutaka kumuingiza Yesu kwenye jaribu, analitoa ndani ya Yesu, halitoi nje ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Halitoi nje ya Yesu, analitoa ndani ya Yesu, wala hamuonyeshi kitu kwanza cha nje. Shetani huwa kawaida akitaka kukupeleka kwenye majaribu ya kwake ya nje, anaanza na jaribu liloko ndani yako kwanza, aanzi na jaribu ambalo liko nje ya kwako. Shetani hawezi kukuambia nenda kaibe pesa kwanza. Ataanza na shida iliyomo ndani yako kwanza. Ataangalia una uhitaji kiasi gani, una uhitaji wa ada, una uhitaji wa chakula, una uhitaji wa kodi ya nyumba. Yeye ataanzia hapo, hataanzia kwenye fedha zile kwamba iba. Ataanzia kwenye uhitaji ulionao, ataanzia kwenye hicho ambacho unakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye mfungo huu wa siku 40 za Yesu, kitu cha kwanza kabisa, mjaribu wa kwanza wa Yesu hakuwa shetani, japokuwa watu wengi wanasema mstari unasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Shetani hakumpa Yesu njaa. Sijui kama unaelewa. Shetani hakumuingizia Yesu njaa. Anasema hivi, mstari wa 2 anasema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Shetani hakumpa njaa. Kilichompelekea kuona njaa ni kwa sababu ya mfungo aliokuwa nao. Mfungo aliokuwa nao ndio uliopelekea njaa. Maamuzi ya kusema nataka nifunge, maamuzi ya kwenda kwenye mfungo ndio yaliyoruhusu njaa ikazaliwa kutoka kwenye mfungo. Shetani hakuruhusu njaa, ila shetani alitaka kutumia njaa kama mlango wa kumfanya Yesu aanguke kwenye target ambazo Mungu ametaka aendelee nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuanzia hapo nataka nikwambie, sikiliza, watu wengi sana ambao wameingia kwenye mfungo walipokosea lile jaribu la kwanza, shetani ambalo lilo wajaribu la kwanza kabisa, ambalo jaribu la kwanza lilikuwa ni mwili wa kwake, sio shetani. Jaribu la kwanza lilikuwa ni mwili wa kwake. Akasikia njaa, alafu akasema kwa hali hii, hebu ngoja kwanza nitakazia saumu kidogo, nitakazia kidogo na maji. Kwa nini? Kwa sababu wakati anaanza, Mungu anaongea naye, anamuita njoo huku. Hakupandisha na maji Musa. Sijui kama unaelewa. Musa hakupandisha na maji, Musa hakupandisha na chakula. Na ndio maana alienda kule, alitegemea upako wa Mungu, alitegemea wito wa Mungu. Ule wito wa Mungu uliomwambia njoo huku ndio uliomsaidia kukaa na kustahimili kwenye siku 40. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumzia jaribu linapokukuta ndani ya mfungo, maamuzi unayoamua. Je, faida
au utukufu unakuwa ni wa nani? Unapotaka kuamua ndani ya jaribu lililomo ndani ya mfungo ulionao, hizo siku ambazo unazofunga, hata kama ni mfungo wa masaa 2 matatu, lakini lazima ujue jaribu la kwanza hataanza shetani. Shetani hawezi kuanzaga jaribu la nje. Shetani hawezi kuanza jaribu la nje. Shetani ataanza jaribu la ndani kwanza kulifanyia kazi. Shetani anatumia nafasi kutumia mlango wa jaribu lililoko ndani, hata tumia jaribu la nje kwanza. Jaribu la nje litapata nafasi baada ya kujua kwamba okay, jaribu la ndani limeshindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akishagundua jaribu la ndani limeshindikana, ndipo anatumia majaribu ya nje. Unasema sasa hii ikoje kiroho? Iko hivi, sikiliza nikwambie. Shetani akianza kupigana na wewe kwamba mkosee Mungu, mkufuru Mungu, mtukane Mungu, mseme Mungu vibaya kwa sababu unaumwa, mshambulie Mungu, akishaanza akiona ndani una msimamo, atakachofanya ataanza kuhamishia tatizo kwenye vitu vya kwako, kama vile ambavyo shetani anajua kabisa wewe ndani hawezi kukuangusha. Atakachofanya, atanyanyua watu ambao wako karibu ili wafike mahali kuanza kukujaribu sasa kutoka nje. Jaribu lianze kutoka nje. Kwa sababu gani? Jaribu la ndani ameshindwa. Atatumia watu kwamba huyu si mwombaji sana, si anajifanya ni mwombaji, mbona sasa anaumwa, mbona sasa havuki, huyu si anajifanya mwombaji, mbona ndoa yake inasumbua, huyu si anajifanya mwombaji, mbona hana mtoto. Kwa nini? Jaribu la ndani akishindwa, anakuja jaribu la nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini unanielewa, sijui kama unanipata, kwamba nazungumza hiki kitu cha mfungo. Unapokuwa kwenye mfungo, kuna majaribu huko ndani. Unaona, Yesu jaribu la kwanza kabisa halikuwa la nje, lilikuwa la ndani yake, ndani kwenye mwili wake, ndani kwenye maamuzi ya kwake Yesu. Hii njaa ninayoisikia, nisemeshe njaa stop au niendelee kuisikiliza? Yesu alipoisikia ile njaa, lile jaribu la kuisikia ile njaa, alipoisikia ile njaa, shetani akataka kutumia kuona masikio ya Yesu yamesikia sawasawa juu ya njaa anayoisikia. Na Yesu ni kweli alikuwa anasikia njaa, lakini Yesu akagundua huyu jamaa huku ndani anataka kunishawishi kula, lakini siwezi kula, ameshindwa kunishawishi kula. Kwa hiyo akatafuta, akasema okay, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Unaona, anasema tena, anasema kabisa, mjaribu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Anachotafuta nini? Kumbuka, kama ulikuwa na mimi katika darasa lile tulioanza la ibada ya ndani na madhabahu ya ndani, kumbuka shetani anasubiri neno lako wewe. Ili shetani atasema neno lake, alafu anasubiri neno utakalokosea wewe. Ndio maana anamwambia Yesu, anasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Maana yake anataka kwenye neno lile ambayo shetani anasema amuru, ili Yesu atakapoamuru, maana yake utii wa maelekezo, ametii kutoka kwa shetani. Kama nilivyowaambia siku ile juzi, niliwaambia niwaambia kitu cha nafsi na kitu cha nyota, kwamba watu wengi sana wanasema ita nyota, sijui ita nafsi, sijui kwa nini, kwa sababu gani, lakini wazo lilitoka kwa nani? Ndio maana Yesu, nataka uone kwamba Yesu anagundua kabisa ninasikia njaa, lakini ananiambia kwamba ni amuru jiwe ni nani? Ni Mungu aliye hai. Je, utukufu utakuwa wa Mungu au utakuwa wa shetani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba njaa unasikia kwenye mfungo ulionao, lakini anayekuambia kwamba kula nani? Ni Mungu aliye hai. Je, Mungu mmepatana nini? Mmekubaliana Mungu nini? Mungu anataka kuongea na wewe kwa siku ngapi? Wewe unataka kumlingana Mungu kwa siku ngapi? Nazungumza kwenye vile mafungu yale matatu. Fungu la kwanza, Mungu alipomwita Musa, Mungu anataka kuongea na wewe siku ngapi? Alipomwita Musa aliongea naye siku 40. Fungu la pili, wewe unataka kumwambia Mungu kwa tatizo lako liondoke ndani ya siku ngapi? Fungu la pili la Musa, alipomwendea Mungu siku 40 kwa ajili ya toba, kwa ajili ya wana wa Israeli, akatubu kwa ajili ya wana wa Israeli. Kumbuka hata Musa mwenyewe mjaribu ile wa nje, wa ndani alishindwa, wa nje ndo akatokea. Biblia inasemaje? Musa wakati Musa yuko kule juu anaongea na Mungu, walikuwa wako vizuri, alikuwa yuko vizuri, ana fellowship na Mungu vizuri. Alipotoka tu kwenye uwepo wa Mungu, Mungu anamwambia watu wako wamejaribu nafsi. Sikiliza, mjaribu wa nje
Mjaribu wa nje anataka kumfanya Musa apoteze connection ya Mungu, apoteze tena yale mahusiano. Na kweli Musa alipoteza. Kwa sababu gani? Akakasirika, akazivunja zile mbao. Kwa nini? Jaribu la ndani. Musa hakukutana na jaribu la ndani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kwenye uwepo wa Mungu. Alipokuwa kwenye uwepo wa Mungu zile siku 40, hakuna jaribu lilikuwa linapenya. Sikiliza, nasema hivi, ukiwa kwenye mfungo sawasawa na maelekezo ya Mungu na uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako, jaribu likija halikuoni. Jaribu likija halikuoni. Bwana Yesu asifiwe. Halikuoni. Na hata kama likija halikupati. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu umekufunika. Sio kwamba Mungu alikuwa ajui kwamba wana wa Israeli wanafanya nini huko chini. Alikuwa anajua, lakini walikuwa wanaongea na Musa muda ule. Zile siku 40 walikuwa wanaongea na Musa. Alikuwa anajua kabisa wamekengeuka, lakini akasema siwezi kuingiza hiki kitu na Musa huku kwenye uwepo huu. Siwezi. Mpaka alipotoka zile siku 40 akasema, aya, shuka sasa uangalie watu wako wamejaribu nafsi. Baada ya Mungu kuhakikisha amefanya cha kwake, Mungu anataka kwenye mfungo ulionao afanye cha kwake. Atahakikisha cha kwake kinapita kwanza, hata kama kuna kitu kinatokea, hata kama unasikia njaa, hata kama unasikia sijui kuumwa, hata kama unasikia kutetemeka, sijui wanakuwekea na drip, lakini hizo siku 40 atahakikisha unazimaliza. Atahakikisha unazimaliza. Uwepo wa Mungu atahakikisha unazimaliza. Kwa nini? Kwa sababu wazo la kwake Mungu akikualika kwenye mfungo, akisema njoo huku, nataka niongee na wewe hizo siku 10, yani hata kama kuna jaribu kiasi gani, Mungu atahakikisha anasema la kwake, analifanya la kwake mpaka atimize muda aliokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie sasa uone kwamba kwenye kitabu hiki cha Mathayo, unaona anasema hivi. Anasema Yesu ndani yake alisikia njaa, akasikia kabisa njaa. Kwa sababu nini? Kwa sababu alikuwa amefunga usiku na mchana. Na unasema sasa, mbona Musa hakusikia njaa wakati alikaa na Mungu kule? Ni kweli Yesu ni Mungu, lakini alivaa mwili. Ila Yesu alipokuja hapa duniani, maana yake aliacha utukufu wake kule juu. Kwa hiyo akawa kwenye nyama, akawa kwenye mwili. Kwa hiyo kuutafuta uwepo wa Mungu ilikuwa lazima autafute. Ili mwili uwe na nidhamu, lazima autafute uwepo wa Mungu, lazima atafute nguvu za Mungu tena, lazima arudi tena sheli kujaza mafuta. Kwa nini? Kwa sababu alishuka hapa duniani. Aliposhuka hapa duniani, ili mlazimu aishi kama mwanadamu wa kawaida. Kwa hiyo kama mwanadamu wa kawaida anavyotakiwa kwenda kuomba mbele za Mungu ili apate nguvu za Mungu, na yeye ilikuwa inamlazimu hivyo hivyo. Kama vile alivyokuwa anatakiwa mwanadamu wa kawaida ale chakula, na yeye ilimlazimu hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu alivaa mwili wa kawaida. Kwa hiyo alipovaa mwili wa kawaida, ndani yake misingi na taratibu za uumbaji wa Mungu juu ya kumuumba mwanadamu, kumfinyanga, aliwekaga njaa, aliweka vitu huko. Baada ya dhambi, njaa ilipoingia, na yake ndani ya mtu kukawa na njaa. Yesu alipovaa mwili, akavaa na kila kitu ambacho mwanadamu anacho. Bwana Yesu asifiwe. Akavaa kila kitu ambacho mwanadamu anacho, isipokuwa Yesu, katika kila kitu mwanadamu alichokuwa nacho, kwake Yesu kila kitu alikuwa anampa Mungu utukufu. Kila kitu kilikuwa kinarudi kwa Mungu, isipokuwa kwa kizazi hivi, kwa vizazi hivi tulivyo navyo, kwa mwanadamu. Ndio maana anasema kwa mwanadamu haiwezekani jambo hili mpaka kufunga. Kwa nini? Kwa sababu anajua, kwa sababu kuna vitu ambavyo viko kwenye mwili wa mwanadamu, vinavyomhusu mwanadamu kwenye mwili, vinadai haki yake, vinadai vitendewe haki yake. Tumbo inadai haki yake ya kula, macho yanadai haki yake ya kuona, mikono inadai haki yake ya kushika, masikio yanadai haki yake ya kusikia. Kwa hiyo ikifika saa Mungu anataka kufanya kitu, ndio maana jana nilipokuwa nazungumza habari za mfungo, nikakwambia pia kuna mifungo ambayo ya kutokusikia, kutokusikiliza, kutokuona na kutofanyeje, na kusikia. Nimetaja vitu hivyo, kutokusikia na kutokuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unafunga ili usisikie, ili usitazame. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuachane na hiyo kitu. Nataka turudi kwenye kitabu cha Mathayo. Anasema hivi, jaribu la kwanza la Yesu lilikuwa ndani yake. Shetani anaanza kupanga idadi ya maswali. Anapanga idadi ya maswali ambayo maswali ni majaribu. Anayamimina kwa sababu jaribu la kwanza ambalo Yesu lilikuwa ndani ya Yesu, Shetani ameshindwa kulitegua. Kwa hiyo anaendelea. Akasema tena, mstari wa 4 anasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu ataishi
kwa mkate tu, ila kwa kila neno. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Huyu ni Yesu. Mstari wa 5 anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Anachotafuta, kumbuka nilikwambia hivi, madhabahu ya ndani inavunjwa na maneno. Anachotafuta ni Yesu aongee neno kinyume na Mungu, aongee neno kusapoti neno la shetani, kama vile Adamu na Eva walivyosapoti neno la shetani. Kwa hiyo kwenye mfungo huo shetani atahakikisha ataongea mfululizo. Kwa hiyo ukianza kufunga siku ya kwanza, kama ni mfungo wa siku 3, shetani anaanzaga kuongea toka siku ya kwanza mpaka siku unafungua, anaongea. Ataongea tu, ataongea. Anatafuta nini? Na wewe ukosee, uachilie neno ambalo umesapoti neno aliloongea shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana watu wengi sana wanashangaa, nasema sasa mimi nashangaa, nilikuwa kwenye mfungo, nimemaliza mfungo, lakini majaribu ndio yamekuwa mengi, tatizo limekuwa kubwa, kwa sababu shetani alikuwa anakufuatilia kila siku. Alikuwa anajua utakuwa mwaminifu kwenye huo mfungo wako, utakuwa mwaminifu kwenye kila siku iliyoko mbele yako. Kwa hiyo alihakikisha anakufuatilia siku kwa siku, dakika kwa dakika, sekunde kwa sekunde, ili kuhakikisha aone mwisho wako. Na alipoona umemaliza mwisho, umefika mwisho, akajua kabisa silaha umezishusha chini, akapitisha jaribu tena. Ndicho ambacho kilichotokea, kwa sababu unaona kwenye mstari kwenye kitabu cha Mathayo, huu mstari wa kwanza anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Roho Mtakatifu amempeleka nyikani ili ajaribiwe. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya mwisho ya mfungo wa Yesu, akaona njaa. Siku ya mwisho ya mfungo wa Yesu akaona njaa. Yesu amemaliza mfungo mwishoni kabisa, anakaribia mwishoni. Shetani akataka kutumia nafasi kuvuruga mfungo wake. Siku zake zote Yesu ambazo alikuwa mwaminifu, akafunga siku zote, akatembea na Mungu, akatembea na Mungu. Alafu shetani, Roho Mtakatifu akataka kuona kwamba huu mwili ambao una njaa, nione kama mwili njaa yake iliyomo ndani yake itafanyeje, itaingia kati, au shetani ataweza kupenya. Kwa sababu tatizo la kwanza la Adamu na Eva lilikuwa ni chakula. Kwa hiyo Yesu anakuja kujaribiwa kwenye tatizo hilo. Kabla hajaanza huduma, Yesu anajaribiwa kwenye tatizo lile la chakula. Lile chakula, anasema akaona njaa. Bwana Yesu asifiwe. Akaona njaa. Kwa mjaribu anatafuta nafasi ya kutumia tatizo la chakula, kosa lilowahi kutokea nyuma, anataka kulitumia tena kosa hilo kuona kwamba huyu jamaa alikuwa amefunga. Ndio akasema sitakula chochote, sitakunywa chochote, nione kwanza hiki chakula hiki ambacho kilimuingiza mwanadamu kwenye uharibifu, nataka nikidiscipline, nataka nikinyooshe. Alipomaliza, jaribu likaja. Kwa nini? Kuona kwamba amefaulu, amequalify kwenye hilo jaribu la chakula, na Yesu akashinda kwenye jaribu la chakula. Kwa hiyo ndani ya mfungo ulionao, jaribu linaweza kukutokea, na kama likikutokea, maamuzi yako, unapoamua, nani anapata utukufu? Anapata Mungu, anapata shetani? Unaona hapa Yesu, kila swali shetani ameuliza, Yesu anamjibu tofauti na vile ambavyo shetani alitegemea kwamba angejibiwa. Kwa nini? Shetani anachotafuta, anatafuta sauti ya Yesu ijibu sawasawa na vile ambavyo shetani ametaka. Lakini Yesu akasema, hakuna, sitajibu sawasawa na unavyotaka. Kwa sababu gani? Mfungo unaweza ukakuletea jaribu na ukafikiri kabisa ni neno la Mungu kabisa hili. Kwenye mfungo huo ulionao, ukaona kabisa ni andiko, unapewa andiko hili hapa, unapewa andiko, lakini kazi kwako kuliishi hilo andiko, liwe neno au liwe andiko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwa andiko hilo, Yesu anamjibu kwa andiko hilo, maana yake kwa neno, kwa kulifanya kuwa neno. Hakukubali liwe andiko, kwa sababu ukianza kulitendea kazi lile andiko ambalo shetani amelisoma, kwa sababu aliyesoma ni nani? Kasoma nani hilo andiko? Amekusomea Mungu, kasomea nani? Kwa hiyo aliyesoma ni nani? Kwa sababu shetani alikuwa anasoma andiko ambalo limeandikwa, tena imeandikwa kabisa kwenye maneno ya Mungu, lakini anasoma hayo. Kwa hiyo uone kwamba katikati ya mfungo ulionao,
katikati ya siku 40 utakazokuwa nazo, katikati ya siku 7 utakazokuwa nazo, katikati ya siku 3 za mfungo utakazokuwa nazo, uwe na uhakika jaribu litatoka kwenye neno la Mungu, jaribu litatoka kwenye maandiko, jaribu litatoka katikati ya uwepo wa Mungu, jaribu litatoka katikati ya watoto wa Mungu, jaribu litatoka katikati ya nguvu za Mungu ambazo hizo ambazo umeomba, umesikia kabisa nguvu za Mungu zimeshuka, alafu ukaona kitu kingine na ukasikia mwingine akasema Mungu ameongea hivi, Bwana wa majeshi asema hivi. Uwe na uhakika jaribu litatoka hapo hapo, halitatoka nje ya uwepo wa Mungu, litatoka kwenye nguvu za Mungu hizo, litatoka hapo hapo kwenye neno la Mungu hilo. Maamuzi ya kwamba ili neno nani analitamka, nani ananiambia, ni Mungu aliye hai au ni shetani? Ni Yesu Kristo ananiambia, ni Roho Mtakatifu ananiambia, au ni shetani? Kwa sababu neno ni hilo, atalitumia hilo katikati ya mfungo wa siku 40, katikati ya siku 7, katikati ya siku 10. Utashangaa anatumia jaribu hilo, kwa sababu atasemaje? Atasema Biblia imeandikwa, uwe na hasira lakini usitende dhambi. Utachukua hasira kwa sababu kuna mtu amekukwaza, kwa sababu kuna mtu amekuvuruga wakati uko kwenye mfungo, kuna mtu amekusema vibaya, kuna mtu akakutukana. Kwa nini? Kwamba unajifanya wewe umefunga, hujafunga chochote, alafu ndani yako kukaingia hasira, na shetani anasemaje? Imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uone kwamba mfungo unaweza usiwe na shida, ila vilivyomo ndani ya mfungo, wakati ukiwa kwenye mfungo, maamuzi utakayokuwa unaamua juu ya changamoto zitakazo kuwepo, nani atapata heshima, nani atapata utukufu, nani atainuliwa juu ya maamuzi utakayokuwa unaamua katikati ya mfungo ulionao. Kwa hiyo basi, kama haujui na hauna stamina, haupaswi kukimbilia mfungo, haupaswi kukimbilia kufunga, haupaswi. Kwa nini? Jitathimini, jioji kwanza, jiangalie kwanza kwamba je, nikiwa kwenye mfungo, hebu angalia mifungo mingapi ambayo umefunga, na katikati ya mfungo badala ya kumsikia Mungu ndio kwanza umegombana na watu, ndio kwanza umeacha kazi, ndio kwanza umesikia ndoa imevunjika, ndio kwanza umesikia kwamba sijui mimba imeharibika, ndio kwanza unasikia kwamba sijui uzao wa ndugu zake sijui kuna misiba imetokea. Katikati ya mfungo uliokuwa nao, mara ngapi umesikia hiyo changamoto hizo? Na wakati zimetokea hizo changamoto, maamuzi ulioamua, umeamua kitu gani? Nani amepata utukufu? Nani ameinuliwa juu ya maamuzi wakati ukiwa kwenye mfungo? Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani ulibebe hili na ulione kwamba mfungo huo ulionao, maamuzi utakayoamua, Mungu atapewa heshima au shetani? Tunaona kwa mfano wa Yesu. Yesu alihakikisha kila neno linaenda kwa Mungu. Kila neno ambayo shetani anataka kupokea utukufu, atapokea utukufu, anapokea Mungu. Kila hatua Mungu anapokea utukufu. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka, katikati ya mfungo ulionao, na siku hizo na upako utakaokuwa unausikia na nguvu utakazokuwa unaziona, jaribu litakuja kwenye uwepo wa Mungu huo. Maamuzi utakayoamua katikati ya mfungo ulionao, je, unaamua sawasawa? Na je, kama unaona kabisa ndani mwako huna nguvu ya kuamua na unashindwaga kuamua, unachoamuaga kinatokeaga ugomvi. Mwingine anasema nikiingia kwenye mfungo tu na shangaa uvurugu, shida zinaanza kutokea, lakini mimi naanza kugombana na watu, naanza kuona tena, naanza kukaa kwenye toba tena. Kumbe mfungo aliokuwa nao haukuwa ni mfungo wa toba, ulikuwa ni mfungo wa mwaliko. Mungu anamuita njoo huku tuongee, lakini ghafla shetani anapitisha maneno, alafu unajikuta huko ndani umekasirika, unaanza kumwambia Mungu tumekutenda dhambi. Unaanza kukaa kwenye toba kama Musa. Musa alikuwa kwenye uwepo wa Mungu siku 40. Hakutarajia kabisa zile nguvu za Mungu ambazo alikuwa nazo kule juu, alafu Mungu ashuke amwambie kwamba shuka, ndugu zako wamejaribu nafsi, kwamba vile alivyokaa na Mungu, kwamba Mungu angetumia neema ya kwamba niko na wewe Musa, nimeamua kuwarehemu huko. Mungu alitaka katikati ya uharibifu ule, Mungu akiwa huko anaongea na Musa, Mungu akawa anamsubiri Musa akishuka tu, kwamba Musa shuka sasa, ndugu zako wamejaribu nafsi, nitawaangamiza. Hasira ya Mungu inataka kuwaka. Kwa hiyo
katikati ya mfungo Musa aliyokuwa nao, furaha kubwa aliyokuwa nayo, shangwe aliyokuwa nayo, na kusikia amani kwamba okay, nilikuwa mbele za Bwana, nilikuwa mbele za uso wa Mungu, kila kitu kikakatika, kila kitu kikaharibika. Ile ladha yote aliyokuwa anaisikia kwa Mungu, yote ile hamu yote aliyokuwa anaisikia kwa Mungu, yote ikaharibika. Kwa nini? Kwa sababu walio karibu naye wamemkosea Mungu, na hata Mungu amejisikia vibaya. Amesema, Musa, wachukua watu wako. Haya watu wako wao uliowaleta huko. Tena Mungu amwambia hao watu wako. Mfungo ulionao, kama unataka kuingia kwenye mfungo na unajua ndani kwako ukiwa kwenye mfungo, jaribu likitokea, Mungu anakosa utukufu juu ya maamuzi unayoamua, basi hakikisha kabla hujang'ang'ana kuingia kwenye mfungo, mwambie Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye kitabu hiki cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa 1 anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Sikiliza, alipandishwa na Roho nyikani. Hakuwa peke yake, alikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na Roho wa Mungu, alikuwa na Roho Mtakatifu. Akapanda naye nyikani, akapanda naye nyikani. Ukiona unazidiwa na unasikia kufunga, unasikia Mungu anakuita na anataka kuongea na wewe siku 40, anataka kuongea na wewe siku 7, anataka kuongea na wewe siku 3, anataka kuongea na wewe siku 21, na hauna nguvu, mwambie Roho Mtakatifu, twende wote. Mwambie Roho Mtakatifu, nataka niende na wewe. Roho Mtakatifu, nataka niende na wewe, nikae na wewe, nikae na wewe huku nikae na wewe, ili jaribu likija unipe maarifa, unipe ufahamu namna ya kujibu, namna ipasavyo ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba niombe. Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa neno lako. Utukufu ni wa kwako Yesu, na heshima na adhama vyote vina wewe Yesu Kristo, wewe uliye hai, uliye mwema, sasa na hata milele. Bwana Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe.